Watu wengi kwenye matangazo ya Facebook pamoja na Instagram wana uelewa tofauti sana, yani wanapasivu vitu tofauti na ukweli wake ulivyo. Na katika hii episode nataka nizungumzie kitu kimoja tu ambacho pengine kitenda kikakubadilishia the way unavyoipasive hii mitandao ya Facebook pamoja na Instagram, especially katika namna ya kufanya matangazo ya Facebook pamoja na Instagram. Kuna namna mbili ambazo watu huwa wanapenda kuzitumia kwenye matangazo. Tuna namna ya kwanza ya boost, lakini pia tuna namna ya pili ya kutumia Facebook Ads Manager kwa ajili ya kuweza kulan matangazo. Sasa nataka nikupe tofauti kubwa kati ya kuboost na kufanya matangazo kwa kutumia Facebook Ads Manager. Tukianzia na kuboost, neno lenyewe kama lilivyo boost lina maana kwamba unakiongezea kitu nguvu iweze kufikia level fulani hivi. Let's say labda nimeposti post yangu imefikia watu wawili and then nataka iweze kufikia watu wengi zaidi. Ni means kwamba ili ifanye hivyo lazima ni boost, niongezee extra force ambayo itaipeleka itaipeleka hii post yangu ikaonekana kwa watu wengi zaidi. Kwa hiyo boosting namna yake, maana yake ni kwamba ni unaongeza tu ufikiaji wa tangazo lako kwa watu wengi zaidi ambao pia unakuwa na wa direct wafanye kitu gani. Kama unataka wakufollow, unataka waje inbox au unataka wafanyaje, unaweza ukadecide kupitia hayo matangazo. Lakini kwa kufanya matangazo kwa kutumia Ads Manager ni kwamba wewe huku unakuja kuplani kila kitu ambacho unakitaka. Na kama neno lenyewe lilivyo Facebook Ads Manager au Meta Ads Manager, ni kwamba ni sehemu ambayo inakupa udhibiti wa 100% wa shughuli zako za matangazo. Kwa hiyo kwa namna nyingi naweza nikasema boost sio namna ya kufanya matangazo, kwa sababu matangazo yote yanatakiwa kuwa land kwenye hii Ads Manager. That's why wanapiga vita sana watu wanaosema wanafanya matangazo kwa kutumia boost. Wanapinga vikali sana kwa sababu sio njia ya kufanya matangazo. Ile ni njia ya kuongeza ufikiaji wa post yako ambayo umeweza kuiposti kwa watu wengi zaidi, na sio njia ambayo unaifanyia matangazo. Ndio maana watu wengi ambao wanatumiaga ile wengi sana wanakuwa na ile ya kulalamikia matokeo, hawapati, vitu haviendi, kwa sababu hawajui kitu gani ambacho unatakiwa ukifanya ili uweze kupata matokeo ambayo ni mazuri. Lakini ukija kwenye Ads Manager una plan kila kitu wewe. Nataka wateja watakao kuja kupita kwenye labda kwenye landing page kwenye website kuja kununua bidhaa yangu, ama nataka wateja ambao wataenda kwenye website wakaangalia bidhaa zangu tu, ama nataka wateja ambao watakuja inbox kwa ajili ya kuridhia huduma zangu. Hivyo ndivyo ilivyo. Kwa hiyo boost sio njia ya kufanya matangazo. Boost ni njia ya kuongeza extra force kwenye post ambayo umeiweka ili hiyo post iweze kuwafikia watu wengi zaidi. Doesn't matter how watu wako interested na kitu unachokifanya ama hawako interested, wanalisogeza kulifikisha kwa watu ambao wanatakiwa kuliona. Depends na wewe ulivyo kwa kuchagua hiyo audience yako. Lakini Ads Manager ni unafanya matangazo, na matangazo ndio hivyo utaplan. Unataka kuuza, unataka create awareness, unataka watu wafanyaje, utaamua wewe. Hayo ndio matangazo, lakini sio boost. Kwa unachotaka ukifanya sasa hivi kama unafanya matangazo bado ambao una plan unataka kuuza, lakini unayafanyia kwenye boost, inabidi uachane kabisa na hiyo issue. Shift, njoo anze kutumia Facebook Ads Manager ili uweze kupata matokeo ambayo ni mazuri kwa kufanya matangazo, na sio kuongeza extra force kwenye post ambazo unaziposti ili uweze kuwafikia watu wengi zaidi. Na bahati nzuri niko na course ambayo inaweza ikakusaidia kwa ajili ya kuweza kupata matokeo ambayo ni mazuri. So kama unawishi pia kuwa miongoni mwa watu ambao watafaidika na hiyo program, hakikisha unaniandikia kwenye comment and then nitakupa link ambayo itakupeleka moja kwa moja mpaka kwenye hayo madarasa yangu ambayo yatakupa ujuzi wote wa jinsi ya kufanya matangazo kwa kutumia Facebook Ads Manager, ambayo ndio sehemu pekee unayotakiwa kuitumia kwa ajili ya kufanya matangazo. Na ndio lengo kuu la hii podcast, kuweza kukupa kitu ambacho kitakuwezesha wewe kuwa professional, kukupa wewe kitu ambacho kitakuwezesha wewe kuweza kufanya matangazo ambayo yatakuwa na matokeo mazuri kwenye hizi platforms za Instagram pamoja na Facebook, na mwisho wa siku ukapata kile kitu ambacho na kiinvest kikaweza kukuletea return ambayo itakuwa ni bora zaidi kwa ajili ya kuanza kuboresha biashara ambayo unaifanya kwenye mitandao ya Facebook pamoja na Instagram. So kama una ndugu, jamaa, rafiki ambaye unahisi hii podcast inaweza ikawa ni msaada mkubwa sana kwake kwa biashara anayoifanya, basi hakikisha una share naye aweze kupata madini ambayo almost kila siku nakuwa nakupa episode mpya ya namna ambavyo utaendelea kuwa bora zaidi katika matangazo yako ya mitandao ya Facebook pamoja na Instagram. Kwa hiyo sasa kusubscribe, huenda episode ya kesho ikawa ni mkombozi kwenye biashara yako ya Instagram pamoja na Facebook. Mimi naitwa Joram Tanzania.